Ni mwenyekiti mtendaji wa taasisi ya SHIVUTA. Ni kifupi cha neno Shirikisho la Vyuo vya Sanaa Tanzania, ambalo limeanzishwa kwa lengo la kuhamasisha, kuanzisha na kusimamia vikundi. Shirika hili tangu limeanzishwa, vikundi vimekuwa na furaha. Tumekuwa na mkurugenzi wetu anaitwa Mchoro, lakini pia tuna staff wengine, ratibu na viongozi wengine ambao wako kwenye ofisi. Shughuli zetu kubwa ni kuhakikisha wanavikundi wanakuwa na furaha kwenye vikundi, kuwasimamia katika uwekaji wa akiba zao. Lakini pia tumekuwa na miradi mingi ambayo sasa hivi tuna mradi wa somesha mtoto wanapokuwa wamemaliza ile vikundi kuweka akiba zao, wanapogawana mwisho wa mwaka wanatoa fadhila, wanarudisha kama fadhila asilimia kidogo. Tunanunua vifaa kwa ajili ya watoto ambao wanaishi mazingira magumu, na vile vifaa wanakuwa wakija huku vinawasaidia kwa ajili ya masomo. Na kila mwaka tunatoa vifaa humu, na tunatoa 35 hapo shule ya Kivule ambao tunawahudumia kupitia hao wanavikundi. Lakini pia tumekuwa na huduma mbalimbali tunazitoa kwenye jamii, pamoja na serikali ya wilaya ya Kivule. Kwa tunaendelea tunatoa huduma delivery vifaa kwa ajili ya mama wanaojifungua, na tunajitolea kazi mbalimbali. Na tumekuwa pia na watoto, mradi unaoitwa Binti Kinara, ambao mradi ule lengo lake ni kumuibua binti ambaye anafanya vizuri mashuleni. Tumekuwa tukiwafadhili, naenda kuonana na watu ambao wamefanikiwa, mfano Muhimbili, madaktari bingwa, na tunaenda hata ugeni pia kwa ajili ya kuona watu ambao wamefanikiwa mabinti. Asante. Labda mwenyekiti, mpaka sasa hivi jumla vikundi vingapi na viko sehemu gani? Kwa sasa shirika lina vikundi kama 206 ambavyo vipo, lakini vyote vipo ndani ya Dar es Salaam. Vyote vipo ndani ya Dar es Salaam, hasa halmashauri ya jiji la Ilagala. Ndani ya Ilagala imesambaa. Lengo la taasisi ni kwamba tuende hata mikoani. Labda taasisi hivi sasa ni mradi gani ambao mko nao sasa naweza kufikiria ambayo inaonekana hata kwa jamii? Mradi tulionao ni mradi ambao umeanzishwa na vikundi ambao tunasimamia. Mfano Kukuki ya Kivule sasa hivi tunajivunia, maana wamekuwa na miradi mikubwa, wamekuwa na posta, wamenunua posta, wamechangisha ile 500 wameweza kununua posta. Lakini pia tuna kule Kukuki ya Msongoro, nao tayari wamejiimarisha, wanaeneo wamejenga ofisi, na tayari wameanzisha miradi ambayo sawa mama kule wananufaika nayo. Tumekuwa na mashine pale ya kuchakata nafaka, kwa hata unga tunauza pale Msongoro pale. Bila shaka mkurugenzi wa SHIVUTA ana maono makubwa. Unamzungumziaje? Kusema kweli mkurugenzi Ndoro Koti kwa mzuri, na hata hatua hii ambayo tumeipiga ni namna ambavyo wamekuwa wakisimamia taasisi kwa imara, lakini pia namna ambavyo tunashirikiana naye. Amekuwa akitoa mafunzo mazuri sana, na hii taasisi kwa 70% amekuwa muhimili wa taasisi. Tumeona wanawake wengi wamejaa katika vikundi. Hii inaashiria nini kwa wanawake sasa? Unajua mama mara nyingi ni wasikivu, na mama ni rahisi kuelewa kupokea jambo, na mama wanapatikana hata muda wa vikao wanakuwa hapo. Baba wengi wako busy, lakini baba wengi pia kupokea jambo ni vigumu, lakini akishalipokea anasimamia kwa uhakika. Na ndio maana vikundi vingi sana ni mama, lakini baadhi ya makundi kama kule Matumaini tulienda, si ndio? Bikima tulienda, ni wababa wamesimama imara, wameimarisha ile makundi. Kwa mama ni wepesi, lakini pia ni sehemu yao wananufaika, kwa sababu mpango wa vikundi wa kuweka akiba sio pesa nyingi, ni ile kidogo kidogo. Kwa unakuta mama anapata hata ile budget ya matumizi, kama anapata 1,000 kwa siku, anaibageni ikifika wiki au ile siku ya kugonga hisa anaweka.
baada ya miezi 3-6 ile pesa inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo wamefurahia kwa namna hiyo, ndio maana tunaona wengi asilimia kubwa tuna mama kwenye vikundi, lakini pia na baba wao. Nimeona kina mama kinawili. Kinawili uso wao, mavazi yao, tabasamu lao, kila mara. Kumbe ni siri hiyo. Siri ya mafanikio ni hiyo, kwamba wanajiwekea akiba zao, lakini hawana pressure kwa sababu akihitaji kuchukua mkopo atachukua, afanye mambo yake na kurudisha ni taratibu. Unajua bwana Moi, kwa watu wanachukulia vikundi poa, lakini sasa hivi tuna vikundi wa mama wanakopeshana mpaka milioni 40, milioni 30, milioni 20. Huwezi kuamini, na aliweka taratibu hivyo kwa kana malengo mazuri, anakopa anarejesha. Ndio maana unaona mama wamefurahi na wananawili wengi. Labda nyuma yake kuna nini? Na bila shaka mnashirikiana na taasisi za kifedha. Kama benki zipo ambazo zinasaidia, na unazungumzaje hizo benki zimepita kwenye hiyo? Kwanza kabisa nashukuru Wizara ya Fedha na Benki Kuu kwa kutambua vikundi na kurasimisha na kuagiza tusajili moja kwa moja BOT. Hili swala limetusaidia sana na tumekuwa tukishirikiana nao, wanatuita, wanatuhoji mnaendeshaje, tunashirikiana nao. Lakini usajili ambao tunasajili online kwa sasa, kubadilisha mfumo wa vikundi kuitwa vikoba sasa kuwa Community Microfinance Group, umetusaidia sana kwa sababu tunasajili online, yale mambo ya kuhangaika huku na kule yameisha. Kwa hiyo imetusaidia sana na tunashirikiana kutoa hata taarifa. Mfano idara ya maendeleo ya jamii halmashauri jiji la Dar es Salaam, kwa mara nyingi tunapeleka taarifa zetu za utendaji kazi na zingine huwa tunatuma huko, kwa sababu vikundi kisha sajiliwa tunawafungulia email. Kisha kufungulia email zile taarifa zao sasa, namna wanavyoweka akiba, namna wanavyokopeshana na wanavyorejesha, huwa tunazituma. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na serikali kwa namna hiyo, lakini pia sasa hivi hao walimu ambao unaona wana utaratibu mzuri wa kusajiliwa. Unajua zamani walimu wa vikundi kama hawa walikuwa wanachukuliwa tu kama watu fulani, lakini sasa hivi serikali imewarasimisha. Kuna namna, mfano sisi Ilala huko tuna kitu kinaitwa TAPRO. TAPRO ni mmoja wa mapromota, yani wanaosimamia vikundi. Kwa kuna namna serikali kwa kweli imegusa mpaka kwenye hivi vikundi ngati ya walimu hao ambao wanasimamia vikundi, lakini pia hata vikundi vyenyewe sasa tumeanza kuona kwamba serikali kwa kweli imetambua kwamba kuna watu hapa wanafanya mambo makubwa. Labda neno lako sasa kwa Mheshimiwa Rais, ambapo nyuma yako kuna Mheshimiwa Rais akiangalia picha nzuri na imependeza, ikiwa ni mwanamke. Neno gani unataka kumwambia kwa upande wake? Ninachozungumza kwa Mheshimiwa Rais ni mwanamke jasiri na ambaye amefanya mambo makubwa katika nchi hii, lakini pia kuna wanawake wenzake hao, kama ulivyosema kwamba asilimia kubwa ya hao wana vikundi ni wanawake. Pamoja na kumpongeza kwamba kuna vitu amewarahisishia, mfano vikundi kwenye mabenki sasa hivi hauna makato, wakiweka pesa zao wanatoa kama zilivyo. Na pia kuna huduma kama hizo, usajili hawalipi, wanasajiliwa bure. Sasa natamani sana Rais atusaidia hawa mama namna kupata mafunzo au elimu zaidi, hasa upande wa ujasiriamali na namna ya kutengeneza miradi. Kupata wataalamu ambao hawatatumia gharama, waje wafundishe. Elimu tu ikipatikana kwa hawa mama, muda mfupi sana wanaweza kubadilisha. Kama unavyoona wameanza kunawiri, unaweza kukuta kila mama hapa ana drive mwenyewe, sasa ana usafiri wake, maisha yakawa rahisi.